Mtume anaambiwa atakuuliza Muhammad hawa watu kuhusu milima. Mwenyezi Mungu ataifanyaje milima? Waambie Mungu ataingoa milima. Yansifu rabbi nasifa. Ataingoa yote milima. Uko ilikothibiti itangolewa, iwe haina iliposhika. Wa yadharuha ka'an safsafa, ardhi iwe tambarare, la tara fiha iwajan wala amta, hakuna mwinuko wala hakuna bonde. Siku hiyo ikisha ngolewa milima inakwenda wapi? Yakulu ta'ala, wa tara aljibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahabi sun'a Allah alladhi atkana kulla shay'in. Anasema Mwenyezi Mungu anasema siku hiyo utaitizama milima, utadhani imesimama, imetulia, imeganda hapo ilipo, na hali ya kuwa inakimbia, inakwenda mbio kuliko mwendo wa mawingu ya mvua. Wa hiya tamurru marra sahabi, kuliko mawingu ya mvua. Na hii ni kawaida, kitu kikienda mbio sana unaona kama kimesimama, na ndio milima itakavyokuwa kwa kasi yake. Hukunielewa hapo? Alqari'atu malqari'ah wama adraka malqari'ah yauma yakunu an-nasu kalfarashi almabthuth wa takunu aljibalu kal'in almanfush. Hii milima itakuwa kama pamba iliyochasufi, iliyochambuliwa. Milima itazagaa, inakimbia ovyo, different direction. Mlima mmoja unatoka huku unakuja huku, mwingine unatoka, unapishana katikati, alafu inakukuta wewe unaogelea pale kwenye jicho lako, inakutana hapa. Ya subhanallah. Sasa Mwenyezi Mungu atusaidie tu. Atusaidie sana, atusaidie. Wako watu watasalimika. Kuhusiana na jua kali, kuna watu watakaa kivulini. Katika watakokaa kivulini ni wale walozoea kukaa msikitini. Mtu ambaye msikitini anapata amani, hatoki ila anatamani kurudi. Akiwa nje anatamani aje msikitini. Huyo kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ataishi kivulini siku hiyo. Wako watu wameahidiwa usalama, na vituko viwe vitakavyokuwa, wao wataishi salama, hawana wasiwasi. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Anasema Mola Subhana katika sura Al-Anbiya sura 21, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza'u alakbaru. Nilikuwa napataka hapa, la yahzunuhum alfaza'u alakbaru wa tatalaqahum almalaika hadha yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Ya Rab, Mungu atuingize na sie hapo kwenye kundi la amani kama hili. Anasema kuna watu neno jema la Mungu limeshatangulia kuwahusu wao, kwamba hawatopata shida, hawatosikia mvuke wa moto, sio kwenda kuingia, mvuke wake hawatosikia, na wao hawatohuzunishwa na siku kubwa hiyo. La yahzunuhum alfaza'u alakbaru. Fadhaa, mnajua kufadhaika Mnaweza mkawa wengine hamjui fadhaa. Huyu kafadhaika, huyu fadhaa, au sio? Mfadhaiko maana yake nini kwa mujibu wa masomo matukufu haya? Kufadhaika ni kufika au kukutana na kitu kinachokutisha mno, cha kuogopesha, alafu na wewe huna pa kwenda. Yani huna pa kwenda na sasa uko mbele yake. Hiyo hali inokupata hapo inaitwa fadhaa. Sio, mnanielewa? Sio kama mnanielewa. Sasa kuna watu siku hiyo hawatofadhaika. Fadhaa siku hiyo watakuwa salama. Wa hum min faz'i yawmaidhin aminun. Katika fadhaa ya siku hiyo watakuwa na amani. Mola atutie huko inshallah. Kwa hiyo nini nimeanza na haya maneno? Tupendeni kuwepo msikitini. Msikitini ndio mahala pa kupenda kuwepo. Usalama, hakuna anayekukimbiza, anayekukera, umekaa hapa, unapata thawabu, huna dhambi, unasikia, unatafuta kibali cha kupata kivuli siku ya kiyama. Ndio sehemu ya kukaa. Ndio Mola katujalia tukutane hapa tupate hayo. Mola atupe inshallah. Wabitali ni kumwombea rehma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na jamaa zake na masahaba wake na wengine wote waliokubali muongozo wake mpaka siku ya kiyama.
Maneno ni maneno ya Mola. Al-kalamu kalamullahi. Sisi tunazungumza maneno ya Mola wetu, tupate kupata nafuu ya maneno yake. Tulikuwa katika siyaku ya mawarith, katika siyaku ya faraidh. Maneno yalikuwa ni kuzungumzia mirathi, na mirathi zimeshazungumzwa. Wakagaiwa mirathi wazazi na nyote mlisikia. Halafu wamegaiwa mirathi wanandoa, yani wanandoa mtu na mkewe. Mirathi yao imezungumzwa kwa sharti zao. Leo ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katufikisha mahala panasema wa in kana rajulun yurithu kalala. Tulifika kwa kalala, sio? Tumekwenda zetu hadi tumefika kwa kalala. Kalala ni mtu amekufa lakini hana mtoto kabisa. Kalala huwa hana mtoto wala hana wazazi. Anaitwa nani? Kalala, na atarithiwa, sio? Sasa kalala amekufa, ikiwa anarithiwa kalala, au imraatun, au mwanamke pia kalala. Kalala ni wawili, mwanamke na mwanamume. Wa in kana rajulun yurithu kalala, hapa rajulu, au imraatun, au mwanamke naye kalala. Unafahamiana? Sasa yule kalala, walahu akhun au ukhtu. Kalala ana kaka au anaye dada. Kalala hana watoto, sio? Kalala hana wazee wake. Lakini kalala kama huyu, lahu akhun au ukhtu, ana ndugu. Kalala ana ndugu zake, makaka au ana dada. Hawa ndugu wa kalala wanarithi nini? Wanapewa nini? Mola anatuambia falikulli wahidin minhuma sudusu. Kila mmoja kati ya hawa ndugu zake kalala, dada au kaka, atapata 1/6 ya mali ya kalala. Sudusu ni 1/6 ya mali ya huyu kalala, itarithiwa na kaka au dada. Hapa tumeelewana? Fa in kanu akthara min dhalika, wakiwa hao ndugu zake kalala ni wengi zaidi ya wawili. Hapa nyuma wametajwa wawili, akhun au ukhtu. Sasa in kanu akthara min dhalika, wakiwa ni wengi zaidi ya hivyo, hawa ndugu zake kalala, Mola anasema fahum shurakau fi thuluthi, watashirikiana kwenye 1/3 ya mali ya kalala. Mali ya kalala itagawanywa mafungu matatu, kila fungu hapo linaitwa thuluthu, sio? Thuluthu mali kalala. Sasa hapa watagawana ndugu wote. Thuluthu 2 zitakazobakia zitakwenda, kuna watu wanaitwa asaba, kuna watu wanaitwa dhawil arhami, yani ndugu wa upande wa kikeni. Na unajua hivyo, sio? Ukisoma mirathi ya dhawil arhami, hiyo mali ya kalala pia itakwenda kwao. Inshallah tutaeleza neno kwa neno, msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Hayo yatafanyika wakati gani? Min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin, baada ya kutimiza wasia. Ay min ba'di infadhi wasiya, baada ya kutekeleza wasia. Yusa biha, uliohusiwa wasia ule na kalala, au dainin, au baada ya kulipa deni. Na hilo zoezi la kuyapitisha hayo liendeshwe ghaira mudharin, pasina ya madhara, yani pasitokee kudhuriana na nongwa na ugomvi na kutokufahamiana. La, ipite amani, kwa sababu anayegawa hivi sio mwanadamu. Anayegawa hapa ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isipite nongwa wala usipite ugomvi. Tunafahamiana? Wallahu alimun hakim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni alim, mjuzi. Yeye ni mjuzi, anayajua yaliyopita yote, anayajua yaliyopo sasa yote, na anayajua yajayo yote. Mwenyezi Mungu anajua yajayo yote. Anafaa sana kumuogopa huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu anajua ya sasa na yajayo yote. Unajua wewe ulokaa hapa
una orodha ya madhambi, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, ambayo mpaka leo hujayafanya, lakini ni madhambi utakwenda yafanya huko mbele. Wewe mwenyewe hujui. Yani wewe umekaa hapa hujui kesho utafanya dhambi gani, au sio? Hujui mwakani utamkosea Mungu wapi kwa maasi gani, hujui. Usifikiri hujui wewe na Mungu hajui. Anajua, anakutizama tu. Unapita kwenye reli yake mwenyewe. Ukifika pale unaasi, alikujua kabisa wewe kabla hujazaliwa. Siku yake imefika, unamuona huyu, ngoja alete ujinga ule pale, alafu namsubiri nikamtie moto huyu, nitamrehemu, nitamsamehe. Anajua yote yajayo. Kwa tumuombe huruma yake tu. Usidhani dhambi zako Mungu alikuwa hazijui. Na ndiyo maana nimewaambia watu mara nyingi sana, na sasa hivi narudia, madhambi hayamshughulishi Mola wetu kwa sababu aliyajua. Mambo mawili ndio yanamkasirisha Mola. La kwanza ni kitendo ambacho vijana wa leo wanaita lugha yao, wanasema kumchukulia Mungu poa. Hii lugha imefahamika. Hapendi Mungu umchukulie poa. Yani unamkosea hapa, halafu unaona ni kawaida tu. Yani kwani kuna nini bwana? Yani kama sawa vile, hiyo hapendi hiyo. Anapenda Mungu akikuona umekosea akukute unajuta. Na kwa nini nikafanya hivi mimi? Nimeshamkosea Mola wangu hapa. Sasa kashakasirika. Akiniua sasa hivi, akinichukua muda huu, akukute unashughulishwa hivyo, anafurahi subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad amesema, idha sarratka hasanatuka wasaatka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jema lako likikufurahisha, ukifanya jema ukajikuta unafurahi, unaona raha, na likakuchukiza ovu lako, ukafanya ovu ukachukia we mwenyewe kabla ya Mungu, Mungu asema wewe una imani, fa anta mu'min, wewe una imani. Maana yake nini hapa? Hataki kuchukuliwa poa. Yani umetoka kulala na mwanamke kwenye uzinifu huko, alafu unaona mbona hamna tatizo, unaanza kupanga na mkakati mwingine wa kesho baada ya leo. Hiyo kitu Mungu hataki. Hilo la kwanza. Mnanifahamu? La pili linalomuudhi, yeye alijua utakosea, alikujua mapema kabisa, na dhambi utakayofanya alishaijua. Halafu ameandaa mlango mwingine unaitwa babul maghfira, mlango wa msamaha, kauacha wazi. Kakujua utakosea na huna vya kufanya, lazima ukosee. Akafungua mlango wa msamaha ili ukisha kosea usibaki huko, njoo upige hodi kwenye mlango wa msamaha. Na wallahi ukija mlango huu anakupokea na anakusamehe. Sasa anachochukia, ukishakosea msamaha uombi, bali unaongeza kosa jingine. Wewe na msamaha mkutani, ili kitu Mungu hapendi. Sio, mnanifahamu hivyo? Amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kullu ibn adama khata'un, kullu ibn adama khata'un. Hakuna binadamu hakosei, wote tunakosea. Lakini kuna wakoseaji wazuri, Mungu anawapenda. Unaona sasa? Yani kuna wakoseaji Mungu anafurahi nao. Wabora mbele ya Mungu hao ni wale wakisha kosea wanarudi kwenye mlango wa kuomba msamaha. Huyu sio Mungu peke yake, hata wewe na mwanao nyumbani. Unamuona mtoto wako anakufanyia maovu pale nyumbani, hakuna siku anarudi kukunyenyekea, baba nisamee, nimekosa, bali kesho anaongeza mengine, kesho kutwa mengine. Utafanyaje? Namchukia na wewe. Humtimui nyumbani siku moja wewe? Mzee anasema ataondoka mara moja. Hawezi kukaa, ataondoka mara moja. Na ni kweli ataondoka. Basi kama binadamu ni hivyo, Mungu ni zaidi. Tukikosea tusibaki huko, turudi tumwambie Mungu tumekosea, sisi ni waja wako. Ukae umwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Rabb la tanzur ila athami wa khatayaya wa dhunubi wa awzari wa awsakhi wa dhulli wa dhu'fi wa haqarati wa hawani, walakin انظر ila sa'ati rahmatika wa afwika wa mahabbatika ala khalqika. Mwambie Mwenyezi Mungu na kuomba, usiangalie dhambi zangu, makosa, uchafu wangu, usiangalie udhaifu na unyonge wangu. Mwenyezi Mungu, tazama upana wa huruma zako.
Tizama upana wa huruma ulizonazo, tazama msamaha ulionao, angalia Mwenyezi Mungu namna unavyowapenda waja wako. Usiangalie dhambi zangu mimi nitaangamia tu. Anafurahi, utaona anakusamehe. Anakusamehe leo, kesho unafanya na kesho anakusamehe. Amna neno. Tatizo ni kumchukulia poa. Hii lugha mmeielewa? Mwenyezi Mungu atuhifadhi inshallah. Wallahu alimu, Mwenyezi Mungu ni alimu, mjuzi wa kila kitu. Halimu, halafu mpole. Halimun ala khalqi, anawahurumia waja wake. Sababu anawajua watakapokosea, watakapofanya, anawajua, anawahurumia. Na siye Mungu atuhurumie inshallah. Baada ya Mola kugawa furudhi, haya mafungu ya mirathi ambayo kayagawa mwenyewe kabla ya kuingia kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kwenda kwenye itifaki ya sahaba, unafahamu, na kabla ya kwenda kwenye aqwalul ulama, namna ulama walivyoongea mirathi, alipogawa Mungu mirathi yeye mwenyewe kwa mtindo huu, alisema tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Tilka hududullah, hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wa man yuti'i llaha wa rasulahu, na yeyote atakaye mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yudkhilhu jannatin, Mwenyezi Mungu atamuingiza kwenye mabustani, atamtia peponi. Jannatin ni uwingi wa neno janna. Jannatun ndiyo hii, ndiyo moja, zikiwa nyingi huitwa jannatu. Naam, na pepo ni nyingi sana, sio? Kaandaa Mungu pepo makazi mbalimbali. Siye Mungu atutie makazi ya juu inshallah. Akikuuliza muulizaji, yani idha salaka sa'il mal janna, ebu tueleze we bwana, pepo ndo nini? Kila siku unaswali, unafunga, unakwenda zako, unatoa zaka, unakwenda Maka, unakaa vizuri na jirani, unatoa, wewe nia yako upate pepo, au sio? Enta turidul janna. Famal janna, hiyo pepo unoifikiri na kuitamani, kwani ndo nini? Kitu gani hasa? Au wewe unajiombea kwa ujumla tu, alafu Mungu ataamua mwenyewe kule, au sio? Pepo ndo kitu gani? Sisi wote tunataka pepo hapa, au sio? Na wengine pepo huwa tunagawa, sasa fulani yule motoni bwana, peponi nakwenda mimi, wewe yule unagawa kama umejenga vile. La, pepo ni mali ya Mwenyezi Mungu. Sasa pepo yenyewe ni nini? Wallahi alazim, wewe pita barabarani muulize Muislamu, bwana unataka pepo moto, atakwambiaje? Barabarani muulize mtu ukitoka hapa, wewe bwana ukifa kati ya pepo na moto unataka nini? Atasemaje? Kisha muulize pepo ndio nini? Hiyo unaoitaka. Ndio kitu gani unachokitafuta? Ayuha sada, aljannatu maanaha hadaiku dhatu shajari wa basakin. Nataka mseme na mimi. Semeni hadaiku dhatu shajari wa masakinu. Hiyo ndio pepo. Mwenyezi Mungu akatutie huko inshallah. Ukisema nataka pepo, maana yake pepo ni mabustani. Pepo ni bustanini. Na mtu kwa tabia yake akikuta mahali kuna bustani anapenda vipi? Kukaa, kupita? Ukae bustanini. Sasa pepo ni bustani dhatu shajari, ambalo lina miti mingi sana ya matunda na kivuli. Unafahamu? Bustanini mule, na ndo bustani. Bustani haina miti, ni bustani gani sasa? Ni bustani yenye miti ya kivuli na matunda. Lakini sio miti tu. Miti sitakuwa pori sasa. Wa masakinu, na makazi. Na makazi. Kwa kuna makazi ambayo yamezungukwa na mabustani ya miti ya matunda na vivuli, na wewe unakwenda kuwekwa humo ndani. Lakini sasa mabustani si yanataka na maji mahala, au sio? Pepo yenyewe humo bustanini, tajiri min tahtiha, mito, inapita mito. Humo kwenye makazi yako kutoka unapita mito. Mito ipo. Na mito yenyewe bana sio kama mto Msimbazi huko na watu wanatupatupa haja zote, la, mito. Anharun min ma'in ghairi asini, ni mito ya maji yasiyovunda. Hayo maji hayaharibiki. Unaona haya maji? Nimenunuliwa haya maji, yamewekwa hapa.
haya maji nikiyafungua, hata kama nisipoyanywa, yakaachwa wazi, siku ya kwanza, wiki ya kwanza, yakifika wiki 2, 3, yatabaki hivi hivi? Yatakuwa hivi hivi yalivyo? Yataharibika. Na yakifika mwezi ndo kabisa uenda ukashindwa mpaka kuyanywa, au sio? Yameshaharibika. Peponi kuna mito ghairu asini, maji yasiyovunda. Wewe muda wote tu wewe ukunywa, hamna wasiwasi, maji kama ya Zamzam vile. Kama maji ya Zamzam ukienda kule maji yako vile vile. Miaka yote toka Nabii Ibrahim yuko duniani. Hivi. Sio maji tu. Sio maji peke yake. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya ulevi. Ulevi lugha hizo tuelewane ulevi. Maana ulevi ni vitu vingi. Kuna watu wanalewa kwa vidonge tu, akinywa vidonge vya mafua analewa, au sio? Vidonge vya mafua mtu analewa. Sio vidonge vya mafua, pombe. Hapa tumeelewana sasa, hakuna kamusi inotakiwa. Kuna mito ya pombe. Pombe yenyewe Mungu kaisifu, ladha. Ni pombe yenye ladha tamu lisharibina, kwa wanywaji. Yaani Mungu katengeza huo mto wa pombe, pombe tamu ladha yake kwa wanywaji, na ndio sisi. Ndo sisi hapa. Sisi ni walevi wa baadaye. Wengine wamewahi wanalewa hapa duniani hapa, wanalewa uchafu ina hivi matatizo, wanaanza kunuka mtaani, wanaharibu kila kitu, kinakuwa ovyo. Yeye mwenyewe mtu anaharibika. Kuna baadhi ya pombe akilewa mtu akanywa, akikaa masaa 3, akija hapa tutaondoka. Yeye mwenyewe anavyotuumiza roho zetu sisi. Sikwambii kama atakidhi haja kwenye chochoro yenu njiani, mtahama. Pombe gani? Kule kuna mto, na Mungu mwenyewe aliutengeneza, asema anharun min khamri ladhatin lisharibina. Ndo ule mto na usubiri mimi huo, mto wa pombe. Maana si hatujakunywa hapa. Hapa watu wanakunywa. Sisi au kuna mtu kanalewa hapa tulipokaa? Sisi hatujanywa, tunangoja. Nangoja tukifika kule. Subhanallah. Mungu ashanambia tu, bwana Uthmani, nenda peponi pale, napiga mbio kwanza na kwenda mtoni, kwenye mto huu. Huu mto wa pombe ndio nitakapoanzia. Na sitaki glasi. Glasi au chupa kama hivi. Nikifika mimi napiga mbizi mule ndani ya mto kabisa. Nazama, nikiibuka nimekunywa, nazama tena nakunywa, hivyo tu. Nasubiri hicho kitu, inshallah Mungu atupe. Kila mtu anatamani mambo yake, na nyinyi mna mambo yenu mtapata huko. Kila mtu anapata la kwake. Mimi naanzia hapo kwanza. Sio pombe tu. Wa anharum min asalin musaffa, na kuna mto wa asali. Jamani, asali mnaijua? Kule ni mto mzima kautengeza Mungu, asali inatiririka hivi kama maji. Halafu asali imesafishwa. Asali sio mchezo. Mto mzima kule. Ukitaka kunywa asali ndo zako 10 kwa siku, we kunywa tu. Ukitaka kunywa pipa zima unakunywa tu, hamna neno. Usidhani kama tumbo hauharibikiwi. Ile ni nyumba ya burudani Mungu kaitayarisha. Pepo aljannatu hiya daru tamattu'i wa tarafuhi, ni nyumba ya kuburudika peponi. Hawezi Mungu kukutia kwenye nyumba yenye burudani akakunyima nguvu ya kutumia. Akukutia kwenye burudani, anakupa na uwezo wa kuburudika na yaliomo. Si mnanielewa hivi? Kwa hiyo wewe ukinywa sasa hivi asali vijiko 3 huiwezi, au sio? Kule unakunywa vipa 3, 8, 10, hamna neno. Nyumba ya kuburudika utapewa nguvu. Wewe hapa una nguvu gani? Una nguvu gani sasa? Duniani una nguvu mtu, una afya. Wote wagonjwa hapa. Hamna hata mzima. Laini bado. Na kwenda huko. Huko naelekea huko. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, na kuna mto wa maziwa. Umeona kazi sasa? Maziwa yasiyoharibika, ya ladha yake, ladha haibadiliki. Na kunywa maziwa. Leo mmejua pepo Bado kuna vitu za vitaja. Kuna vitu bado sijataja. Halafu anasema Allah, kadhalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Mzee anasema hapo sasa. Na mimi naungana naye huyo. Ndio. Kuna ndoa kule zitaendelea. Na hii kama mnasikiza darasa vizuri, ni moja kati ya utukufu mkubwa wa jambo la ndoa.
ibada zote zitaishia duniani zote. Ukishakufa ibada zimekwisha. Idha mata ibnu Adam inkata amaluhu. Ikishakuwa mtu kafa ibada si ndio basi. Ukifa hakuna kuswali, hakuna kuhiji, hakuna chochote, si umekufa. Kuna ibada itaendelea. Itaendelea siku ya kiyama, ibada ya ndoa. Ndoa ni duniani na huko unapata wakezo huko. Mfungueni, msomeni Imamu Swawi. Alimamu Swawi alosherehesha Jalaleni anatuambia atamiliki mtu mmoja kule peponi wanawake wakeze 12,100. Wala msidhani nimesahau, yani wake zako watakuwa 12,100, wote wanakuangalia wewe hao. Sasa hakuna kuhojihoje, nitafanyaje wa kundi lote ili itakuwaje, mimi hali yangu duniani huku 4 tu nanga imepaa, sasa huko itakuwa vipi? Usiniulize hivi. Wewe omba ukaingie. Sema Mungu anitie peponi huko, halafu cha kukosi upewe. Kasiratu tarf. Wakiwa peponi hawaangalii kitu kingine zaidi ya mume wao. Wewe ukikaa, kikosi cha wanawake wamekaa na kuangalia wewe tu kwa macho mazuri, wanasubiri amri yako, wanangoja maelekezo yako. Unataka kiendelee kitu gani? Kikosi cha wanawake wako mbele hapa. Sasa wewe omba tu ukaingie. Usinihoji mimi. Pepo ni hiyo. Halafu bado Mwenyezi Mungu amesema kupitia ulimi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Acha hiyo mito ambayo tumeshasikia, Mungu atueleza, sio? Waacha hao kina mama tushasikia. Waacha hiyo mabustani tushasikia. Mtume anasema peponi kuna mambo jicho lolote halijawahi kuona, yani vitu havijawahi kuonwa, ametayarisha Mwenyezi Mungu. Wala sikio kusikia, kuna vitu hujawahi kusikia sikioni, kaandaa Mungu huko. Wala kupita kwenye fikra za mtu kwenye moyo akafanya imagination, unawaza labda hujawahi hata kuwaza, na hivyo navyo umetayarishiwa, kaandaa Mungu. Itakuwa ni very surprise. Ukishaona umeridhika na kila kitu, unashikiwa na kingine kinaletwa. Bwana, na hiki pia hiki hakijawahi kuonwa, hakijawahi kusikiwa, hakijawahi kufikiriwa, umetayarishiwa kule. Ukisikia pepo na wewe unatamani peponi, pepo ndo hii. Hadaiku dhatu shajari wa masakinu, ni mabustani yenye miti mizuri ya vivuli na matunda na makazi ya kwenda kukaa. Kwa hiyo ukisikia habari hizi unasemaje moyoni kwako? Unataka vipi? Uende kule kwingine au uende huko? Sasa huko kwenye raha kasema Mola, limithli hadha falyamalil amiluna. Kupata haya kunataka utendaji ili yakapatikane haya. Utendaji uwe mkubwa kidogo. Ndo kama huu mwingine tunakaa tunaacha kazi saa hizi chungu mzima, unaacha biashara, unakaa kama hapa Masaka, ndo unaandaa hiyo mipango ya huko. Unaandaa mipango ya huko. Usipoandaa hivi, tutaingia, tutaonana. Kuna wengine hawatoingia huku, wataingia upande wa kushoto. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha illa allati kana qabla mautin yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Kule nyumba ni mbili, nyumba ya pepo na nyumba ya moto. Nyie mnachagua ipi nyie watu? Kunataka utendaji. Usipotenda, hata kama useme, ujue unachagua ya huku ya moto, hata kama umwambii mtu. Mwenyezi Mungu atupe usalama inshallah. Wallahu alimun hakim. Mwenyezi Mungu yeye ni mjuzi na mwenye huruma. Tilka hududullah, hiyo ni mipaka yake Mwenyezi Mungu. Waman yuti llaha wa rasula, yoyote atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yudkhilhu jannatin, atamuingiza kwenye mabustani, tajri min tahtiha al-anhar, hayo mabustani inapita chini yake mito. Min tahtiha, tahtina bimaana haula, mito inapita pembezoni mwa pepo, sio min tahti, sio chini huko. Chini kwa maana ya pembezoni mwake. Ikisema hapa mto unapita chini ya msikiti,
Tutauonaje sasa sisi? Chini si ni huku, sio? Tutautumia vipi? Tahti bimana haula, mabustani yanapitiwa chini yake, yani pembezoni mwake na mito. Khalidina fiha, wataishi katika pepo milele, wanakadiriwa kuishi milele. Wadhalika alfawzul adhim, na huko ndio kufaulu kukubwa. Kufaulu ni kwenda kuingia peponi na kuepukana na moto. Mengine yanaitwa maendeleo. Kuna watu hawajui kati ya maendeleo na kufanikiwa. Alfalahu wan najahu shattana min alfawz wal istimrari binisba liliktisadi. Yani kuna mtu anaanza maisha, na watu wote hapa mlianza maisha yenu, au sio? Mlianza maisha chini, pengine una pa kuishi, umekodi mahala, umekwenda, mara alhamdulillah unapata kiwanja, au sio? Unakijenga taratibu hapa Buguruni, mwisho unapata kibanda. Pengine wewe na walio kuzunguka sema, da, jamaa anafanikiwa sasa hivi. Kuna mmoja jamaa sasa anafanikiwa, huyu hafanikiwi, anaendelea. Hayo ni maendeleo ya dunia hayo. Kufanikiwa bado. Bwana, huyu jamaa azidi kufanikiwa, akapata kigari sasa hivi. Anazidi kufanikiwa, hujafanikiwa. Jamani, nini kufanikiwa? Msikizeni Mungu. Mola ndo anataja kufanikiwa ni nini. Anasema hivi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah thumma madha faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna. Malizia aya. Bas umeona kufanikiwa huko? Anakutaja Mungu kufanikiwa. Atakayeokolewa na moto, akaepushwa na moto, wa udkhila aljanna, na ndio mukabala wake. Ukiepushwa na moto, maana yake unapelekwa wapi? Peponi. Ingawa kuna watu wengine hawaendi motoni wala peponi, wanaitwa ashabul arafi, watapandishwa ukuta. Kuna na ukuta, mmeshausikia ukuta? Baina ya pepo na moto kuna ukuta. Mola anasema wadhuriba bainahum bisurin lahu bab, utawekwa baina yao ukuta, una mlango. Ukuta mrefu sana ule. Kuparamia ukuta ule mpaka juu ni mwendo wa miaka 500. Watawekwa juu ya mlima ya huo ukuta watu. Nani wanawekwa ukutani? La, watu wanawekwa ukutani ni kina nani? Manistawat hasanatuhum wa sayiatuhum, ni wale watu ambao yemelingana mema yao na mabaya yao. Si kuna mizani? Wanadhau almawazina alqista liyawm alqiyama, taweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama. Sawa? Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wale ambao mizani yao ya kheri imekuwa nzito kuliko ile ya shari, hao ndio watu walofanikiwa. Mungu atujalie katika wao. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, anakwenda kwa mama yake anaitwa hawiya. Ambaye mizani ya kheri imekuwa nyepesi, ya shari ndio nzito, fa ummuhu hawiya, mama yake ni hawiya. Hawiya ndo nini? Wama adraka ma hiya narun hamia. Amefananishwa moto, umefananishwa na mama, kwa sababu kama anavyolazimiana mama na mwanawe, ndio utakavyolazimiana ule moto na atakaye uingia. Unafahamu? Yani hadhihi naru luzumuha bima bidakhilihi kaluzumi al-ummi bijaniniha, kama anavyolazimiana mama na mtoto mchanga. Jamanini, mama aliyezaa kitoto kichanga anapenda kuachana nacho muda wote, si anacho hapa? Ndio sawa na ule moto, ukishaingia we na moto mtashika. Mungu atustiri inshallah. Sasa kumbe mizani ikiwa nyepesi ya kheri, motoni. Ikiwa mizani nzito ya kheri, peponi. Sasa mizani imekuwa equally, sio? Mizani imelingana kwenye kheri na kwenye shari, sawa. Huyu anakwenda wapi? Ukutani. Tutakupandishwa ukuta. Ukuta umepewa sura nzima kwenye Qur'ani mabwana. Sura ya 7 inaitwaje? Suratul A'raf, au sio? Suratu A'raf maana yake ukuta. Wa ala al-a'rafi rijal, Mungu asema ukutani kutakuwa na watu. Wakiangalia kuliani kwao wanaona watu wa peponi. Wanamwambia salamun alaikum. Twibitum. Bwana, amani iwe kwenu, nyinyi watu wazuri. Hawajaingia tamaa tu, wanawapigia tutakwenda huku, si tu wanawasalimia huku.
Wakigeuza macho kushoto wanasema jamanini, alam tughni ankum kathratukum shay'a, ina maana huo wingi wenu haujakusaidieni kitu. Wa bima kuntum tastakbiruna, na kile kiburi chenu cha duniani pia hakina msaada. Wao hawajui mwisho wao, maana wako ukutani, lakini hamu yao waje huku kwenye hii mito tunaoitaka sisi, wanataka nao waje huku. Lakini sasa ile bado hayatoshi mambo, hawajatosha kuja huku. Hawa watakaa juu ya ukuta ala mada masha Allahu rabbuhum, muda anautaka Mungu Mola wao ukutani. Akhira Mungu ataleta upepo mkali kabisa. Ule upepo utakuja kuwapuliza kutoka ukutani, wataondoka ukutani kwa upepo. Ukipulizwa na upepo sasa, utakakoangukia ndio umefika. Ukiangukia kulia fa marhaban bika, tibta wa taba mamshaka wa tabawata min aljannati manzila. Ukiangukia kulia ukija ukaangukia huko kushoto, umefika. Sisi hatutaki ukutani wala motoni, tunataka huku peponi insha Allah taala, Mola akatutie. Mnanielewa ninavyosema? Wadhalika alfawzu alazim. Waman yasi Allaha wa rasulahu, na yoyote atakayemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa yataadda hududahu, na akairuka mipaka yake. Amemuasi Mungu na mtume wake na akaruka mipaka ya Mungu. Si atakayemuasi Mungu na mtume akairuka na mipaka yake. Mipaka ya nani sasa? Ya Mungu au ya mtume? Mipaka ya Allah, kwa sababu mipaka ikitoka kwa mtume pia ni mipaka ya nani? Ya Mola subhanahu wa ta'ala. Atakayefanya hayo, je, yudkhilhu nara, Mwenyezi Mungu atamuingiza kwenye moto. Khalidan fiha, anakadiriwa kuishi milele ndani ya moto. Walahu adhabun muhinun, na atapata ndani ya moto adhabu ya kufedhehesha, adhabu ya udhalili. Adhabu ziko namna nyingi, au sio? Unaweza ukaambiwa upewi chakula, sawa, unaadhibiwa. Unaweza ukawa unapigwa, sawa, unaadhibiwa. Unaweza kuletewa wadudu wakawa wanakushambulia, unaadhibiwa, sio? Lakini kuna adhabu muhin, adhabu dhu ihana, adhabu zenye kufedhehesha. Moja kati ya adhabu mbaya za kufedhehesha mule katika moto, watu walio, yani kuna jamaa kutoka usaha ule mtoni, alafu usaha ule ndio maji ya kunywa yako yale. Unaonaje mambo hayo? Ufedheha kubwa kweli hii. Mola anasema subhana kwenye aya nambari 15, wallati yatina alfahishata min nisaikum, na wanawake ambao wanayaleta machafu miongoni mwa wanawake wenu, mwa wake zenu. Wanaoleta machafu ya uzinzi miongoni mwa wake zenu, fa ashhidu alaihinna arba'atan minkum, washuhudizeni hao wanawake mashahidi 4 miongoni mwenu nyie wanamume. Ashhidu alaihinna, washuhudizeni juu ya hao wanawake arba'atan minkum, watu 4 wanamume miongoni mwenu, waje kushuhudia wanawake wamefanya uzinifu. Jamani, uzinifu mnajua unaosema hapa? Sahaka. Ashay'u al-murad fi hadhihi al-aya inma huwa sahaka. Mnajua sahaka? Sahaka ni kitendo cha wanawake wao kwa wao kukutana kimwili. Kiswahili wanaita vipi? Ile inaitwa sahaka. Sasa wanawake wanaoleta uchafu kama huo, washuhudizeni watu 4 miongoni mwenu, washuhudie. Fa in shahidu, wale mashahidi 4 wakishuhudia, fa amsikuhunna fil buyuti, hao wanawake wazuieni majumbani.
wafungieni ndani ya majumba. Hao walikuwa wanafanya kitendo hicho, wafungieni majumbani, msiwatoe hata yatawaffahunna almautu, mpaka kifo kiwachukue. Adhabu yao ni kufa kwa kufungiwa ndani bila kutolewa. Fungie ndani, hamna kutoka nje, hata yatawaffahunna almautu, mpaka kifo kije kiwaue. Au yaj'ala Allahu lahunna sabila, au Mwenyezi Mungu awape mwenyewe njia nyingine ya kutoka. Wewe funga milango, wakomeeni, msiwafungulie. Haya, wao na Mola wao. Mungu akiwatafutia mahala pa kutoka, akageuka nzi, wakapita kwenye nyufa za mlango, haya, watatoka. Wa illa, nyie msiwafungulie. Mmesikia hii? Hizi ndio zile aya zinaitwa mansukha. Ayatun mansukha. Aya hii hukumu yake imefutwa, haifanyi kazi. Aya hii inafanya kazi ya kuwa ni ibada kwa kuisoma. Ukiisoma unapata thawabu, harfu moja kwa jema, harfu mbili mema 20, sio hakadha. Kwa hiyo hii imebaki ni tilawa, ni kisomo chenye thawabu kwenye Qur'ani, lakini hukumu hii ilishafutwa. Imefutwa na hukumu gani? Wazaniyatu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Ile aya ilokuja kueleza adhabu ya wazinifu ni bakora 100, 100 jalda wa taghrib am, ni kutiwa bakora 100 na kufukuzwa kwenye mji mwaka mzima, sio? Aya ile Surah Nur tumeisoma tukaimaliza yote hapa, ndo ilokuja kufuta hukumu ya aya hii. Tumeelewana hivyo? Leo hakuna mwanamke atakayefungiwa ndani mpaka afe, kwa sababu ishafutwa hiyo hukumu, ni mijeledi. Walladhani yatiyaniha minkum, na wanamume wawili wanaoleta machafu miongoni mwenu, fa'dhuhuma, wafanyieni ta'ziri, waudhini. Fa'dhuhuma, waonyeni. Fa intaba, ikiwa watatubu, wa aslaha, na wakafanya kheri zinotakiwa, fa'aridhu anhuma, achaneni nao. Wanamume wawili wanaofanya hayo machafu, fa'dhuhuma, waonyeni. Sawa? Waonyeni, muwaite, muwape maudhi na kuadhiri, sio? Kuna adhabu katika dini inaitwa ta'ziru. Mmewahi kuisikia? Iko adhabu inaitwa ta'ziri. Ta'ziru ni kumfanyia mtu kitendo kisicholingana na heshima yake. Yani kikifanywa hicho kitendo kwa lazima kinakinzana na ile murua wa umri wake. Kwa mfano, huyu bwana rafiki yangu unataka kumfanya, ndo mfano. Ukiambiwa baba uvae kaptura mpaka magotini na singlendi, unajua singlendi? Kile kifulana cha ndani kile. Na kifulana hicho alafu upewe kanda mbili chakavu na rangi ni tofauti. Mpande huu rangi ya pinki na huku nyeusi, ukavalishwa, ukatafutiwa na lile kofia lile lenye mazidi, lile liloendelea hivi, sio? Mnalihitaji lile? Majina mengi, asma, wanasema kapelo, pama, lasnar. Na lile kofia la hivi. Kisha liwekwe upande kidogo hivi. Halafu ichukuliwe sigareti baba, sigara, si unaijua? Ile sigara iwashwe, wewe usivute, uwekewe tu hapa. Iwe imening'inia huku na lile kofia limeelekea huku, sigara imeelekea huku, halafu una singlendi na kaptura na ndala chakavu, halafu ulazimishwe uende kwa miguu posta, uende na kurudi Buguruni. Umeadhibiwa, umekirimiwa? Umeadhibiwa sana. Anasema umeadhibiwa sana. Adhabu za namna hizi zinaitwa ta'ziru, kuadhiriwa, yani kutendewa jambo lisilo laik na heshima yako. Mnanielewa hivyo? Fa intaba wa aslaha fa'aridhu anhuma, ikiwa watatubia na wakafanya kheri mazuri, basi wachaneni nao. Inna Allaha kana tawwaban rahima, na hakika Mwenyezi Mungu yeye haachi kuwa mpokezi wa toba na mpole. Na aya hii nayo vile vile mansukha.
wanamume wakifanya machafu wao kwa wao, inaitwa nini ile? Liwatu. Inaitwa vipi? Liwatu. Aya hii imefuta. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha wajadtum man ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, mtakapo wakuta watu wanafanya mchezo wa watu wa Luti, ule wa kuendeana wanamume kwa wanamume, mkawakuta watu hao, hukumu yao Mtume anasema muweni fa'ili, muweni na maf'ulu bihi. Fa'ili si mnamjua? Mtendaji. Na maf'ulu bihi mnamjua? Mtendwaji. Mtendwaji na mtendaji wote wanastahili kifo. Ingetumika hukumu hii, mashoga wangeisha huku Dar es Salaam. Wamezidi kuwa wengi sana sasa hivi. Kwa sababu gani? Kifo hawafanyiwi, lakini ndio adhabu yao. Mnanielewa? Hiyo ni aya nambari 15. Nambari 16. Sasa tunataka tutaje mlango ambao Mungu kauacha wazi, haufungi mpaka siku jua litakapotoka magharibi kwenda mashariki. Hivi sasa ninavyoongea jua kaida yake linatoka mashariki linakwenda magharibi. Kiyama kikifika siku hiyo jua halitotoka mashariki, litatoka magharibi lije mashariki. Mola anasema innama tauba ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahala thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Jamani, hakuna kitu kikubwa na kitukufu kinachorudisha mahusiano mazuri kati ya mtu na Mola wake kuliko kitu kinaitwa toba. Mnanifahamu? Toba ndio hamzatul wasli baina al-abdi wa rabbihi. Sisi kila siku tunaharibu mahusiano na Mungu, au sio? Na kuna wengine mahusiano yashakuwa mabaya mno. Yako mambo Mola katulazimisha tufanye, lazima, sio khiari. Na kuna mambo katukataza tusiyafanye, tuyawache, sio khiari. Ukiwa ni mtu mkweli, hutaki kuwavika watu kilemba cha ukoka na kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Aloyaamrisha Mwenyezi Mungu kutuamrisha sisi, yanayotekelezwa na yasiyotekelezwa kabisa, mengi ni yapi? Hamjanisikia? Narudia hapo. Zile amri ambazo Mola katupa sisi tuzitekeleze, tunayotekeleza kwa njia ile ile aloitaka Mola, na ambayo tumeyawacha hatuyafanyi bila dharura, mengi ni yapi? Tusiyoyafanya. Hamia upande wa pili. Mungu ametukataza mambo mengi mno, au sio? Akasema haya msifanye. Tulioyawacha katika hayo na ambayo ndo tunaendelea kuyafanya mpaka sasa, mengi ni yapi? Tulioyawacha tunayafanya. Tafsiri yake umeshaijua, ni kwamba hatutekelezi alivyotaka Mungu na tunafanya aloyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo tafsiri yake. Ikiwa mamlaka ya kimungu imekataza mambo unafanya, imeamrisha mambo hufanyi, je, mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje? Mnahusiana vipi? Mna uhusiano mzuri au mbaya? Ndio hali tulionao sasa hivi. Watu tuna mahusiano mabaya, ingawa tunajitia faraja Waislamu ndo sisi, lakini ukweli upo kwamba sisi uhusiano na Mungu sio mzuri. Lakini kuna kitu kinarudisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Hicho kitu kinaitwa tauba. At-tauba, kutubu. Ukitubu unarudisha mahusiano na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnanielewa jamanini? Kwa hiyo kila mmoja atubu. Na Mungu alivyojua ukitubu mahusiano yako na yeye atakuwa mazuri, hakukuacha tu, akakuamrisha. Miongoni mwa amri zake ni wewe kutubu. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mungu kaamrisha tubuni. Kutubu ni amri ya Mwenyezi Mungu, bali ni wajibu. Ukitubu sasa, ukitubu Mungu amefurahi kweli. Ukitubu Mungu anafurahi sana. Na furaha ya Mungu wewe ukitubu kaitangaza Bwana Mtume Muhammad
anasema Allahu ashaddu farha min ahadikum dhalla naqatuhu wa huwa fi falatin. Usingizi ule wa kuchoka kabisa, safari bado, usafiri sina, chakula sina, maji sina, amelala. Falamma staiqadha min naumi, alipoamka usingizini, faidha binaqatihi amama ainaihi, mara anaamka usingizini anaona ngamia yuko hapa kasharudi na chakula kipo na maji yapo. Huyu mtu furaha yake ikoje? Na ukubwa wa furaha yake kautaja Mtume. Akikurupuka akaona ngamia karudi, furaha yake anasema du, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Mungu, we ndio mja wangu, mimi ndio Mola wako. Akhtaa min shiddatil farhi, yani kakosea, sio kukufuru, furaha imemzidi furaha mpaka akasema yasiyotakiwa. Basi furaha hiyo ni ndogo kuliko furaha ya Mwenyezi Mungu akikuona unatubu. Ukitubu Mungu kafurahi zaidi kuliko yule mwenye ngamia porini. Mnanielewa hivyo? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at-taibu minadh-dhambi kama la dhamba lahu, aliyetubu kutoka kwenye dhambi ni sawasawa na hana dhambi kabisa, zimefutwa. Lakini nataka ufurahi ndugu msomaji, ukitubu zile dhambi zako ambazo sasa unatubu. Tujalie umefanya dhambi miaka 40. Dhambi gani? Ya kosa gani? Makosa mchanganyiko. Lakini kosa gani kuu? Uzinifu. Umefanya uzinzi miaka 40 ala sabili almithali. Miaka 40 mzinifu. Kila siku wewe ni mzinifu miaka 40. Halafu ukaja ukaamua kutubu. Anta tatubu min ma'siyati alfahisha. Unatubu uzinifu. Ukitubu ule uzinzi na toba yako ni kweli, Mwenyezi Mungu atageuza zile dhambi za uzinifu za miaka 40 zitageuka kuwa thawabu za miaka 40. Badala ya dhambi inageuka thawabu. Sio, mnanielewa? Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanati. Madhambi yanageuzwa thawabu. Unajikuta kama hujawahi kufanya dhambi hata siku moja. Hiyo ndio toba. Lakini toba ya nani? Toba ya kila mtu? Kila mtu akitubu ndo anapata manufaa haya, anapata natija hii, matunda haya? La, ni watu maalumu. Watu gani? Aya hii hapa. Utaangalia nawe kama humo au ndio tunapeleka kusindikiza wenzetu. Mola anasema innama, hakika si vingine, at-taubatu ala Allah, toba ya kweli mbele ya Mungu. Toba ya kweli mbele ya Mungu ambayo sasa Mungu anafuraha nayo, kama nilivyosema, toba ya kweli mbele ya Mungu. Lilladhina, ni ya wale watu ambao ya'maluna su'a bijahala, wanafanya maovu kwa ujinga. Anafanya lile kosa huku hajui kama hapa anakosea. Ya'maluna su'a bijahalatin, wanafanya maovu kwa ujinga. Yani anakosea huku hajui kuwa hili ni kosa. Wakishafanya maasi kwa ujinga, baadaye si wataambiwa bana, maasi ulichofanya ni kosa, hii ni dhambi. Thumma yatubuna min qarib, kisha wanatubu muda mfupi. Walifanya makosa huku hawajui, walipojulishwa thumma yatubuna min qaribin, wanatubu haraka. Nubu kwa haraka. Allah anasema fa ulaika yatubu Allahu alaihim, hao ndio watu ambao Mungu anapokea toba zao. Fa ulaika yatubu Allahu alaihim, hao ndio watu ambao Mungu anapokea toba juu yao. Wa kana Allahu aliman hakima, hajaacha kuwa Mwenyezi Mungu mjuzi na mwenye huruma. Ndugu Waislamu, sharti ni mbili za toba yako ili iwe toba ya kweli anayoitaka Mungu, iambatane na mawili. La kwanza, iwe umefanya ubaya na hujui. Ya'maluna su'a bijahala, uwe hujui. Naona watu mshakata tamaa maskini, sababu watu tunafanya huko tunajua. Nimeshaona nyuso za ukata tamaa hapa, kwa sababu leo kila kitu tunakijua.
Ukijifungia ndani na kitoto cha watu cha kike, hujui kweli kama naharibu? Unajua haya, sawa. Kuna mtu kakaa chochote anapuliza bangi saizi, analipuliza bangi kama fusho, hajui kama anaharibu. Mola anasema innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala, kwa ujinga. Aliyefikiwa na ujuzi kwamba hili baya hatakiwi kufanya, anatakiwa kuliwacha. Akilifanya itabaki hiari ya Mungu mwenyewe tena, maana mambo ni ya Mwenyezi Mungu. Siku ya kiyama si mnaijua? Anasemaje Mola siku hiyo? Wama adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yaumaidhin. Siku hiyo maamuzi ni ya Mungu. Akiamua bana, wewe ulifanya na ujinga huu, ulikuwa unajua, basi bana, ingia, nimekuacha, nenda huko, basi umepata bakti, utakwenda. Usitegemee bakti, wewe fanya unavyotakiwa leo. Inaweza kuwa bakti sio yako, ikawa ni ya mwingine, Jamani, sasa hivi watu waliokuwa mabaya wanalewa, Waislamu wazima hawajui kama pombe haramu. Hawajui Msidhani mabaya yamejazwa wasiokuwa Waislamu. Wako Waislamu chungu nzima, Mungu atuhifadhi, walevi, au sio? Walevi wanalewa moja kwa moja. Huwezi kusema hawajui kama pombe haramu. Mola anasema at-taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin. Leo hivi tunavyoongea hapa, muda huu, Waislamu wangapi hapa Buguruni hawajaswali swala ya alasiri? Hawajui kama inatakiwa. Sauti zenu zimechoka kabisa, sababu hali ngumu sasa. Hali si nzuri. Mzee, watu wa Buguruni wamesali wote alasiri leo? Baba anasema asubutu. Lakini wanajua kama wamefanya vibaya. Sasa watatubu vipi? Na Mola anasema innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala, kwa ujinga. Awe mtu hajaswali kwa kuwa hajui bana, nikisali sijui nitakosea, awe hajui. Akishajulishwa hili ni kosa, thumma yatubuna min karibi, haraka sana afanye toba. Hao Mungu anasema faulaika yatubu Allahu alaihim, ndio watu Mungu anapokea toba zao hao. Wa kana Allahu, inna Allaha kana tawwaban rahima, Mwenyezi Mungu ni mpokezi wa toba na ni mpole. Aliman hakima, mjuzi na mwenye hikma. Mwenyezi Mungu anaweka kila kitu mahala pake, sio? Mwenyezi Mungu hakosei, kila jambo analiweka linapostahiki kuwekwa, hakosei. Akiamua Mwenyezi Mungu sasa hivi wewe ufe, amepatia au kakosea? Msishushe sauti chini. Msishushe chini sauti. Akiamua Mungu muda huu hapa sote tufe, kakosea kapatia? Maana naona sauti mmeshusha chini kwa sababu ile jambo la kufa lina tatizo kidogo. Kule Madina nilikuwa mahala nao mahujaji, nafanya darsa. Nikawaambia watu, jamani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man arada an yamuta bil madinati falyafal, mtu yoyote ambaye anatamani afie Madina afe Madina. Mtume anahimiza watu wafie wapi? Wafie Madina. Kuna mtu anacheka kwa sababu alikuwepo. Mtu hapa alikuwepo darasa hiyo, yule pale namuonyesha kidole alikuwepo. Basi namwambia watu, tumeambiwa na Mtume tupendelee tufe Madina hapa, kwa sababu kufa Madina sio kama kufa Vingunguti, la. Ukifa Madina utakwenda kuzikwa Bakiri, mahala wamezikwa maswahaba wa bwana Mtume 10,000, unaenda kuchanganya nao uwanja mmoja. Ukifa Madina ukazikwa Bakiri, umeingia moja kwa moja kwenye dua ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kasema Allahumma ighfir li ahli al-Baqi' al-Gharqad, Mwenyezi Mungu wasamehe watu walozikwa hapa Baqi'. Na wewe unazikwa hapo hapo, umeingia na wewe. Watu wa Baqi' ndio watu wa kwanza kufufuliwa siku ya kiyama, baada ya bwana Mtume wanafuata wao. Nikamwambia tufie Madina, msemaje? Wasema na mtu kote tayari. Nikamwambia basi naonaje tufe leo? Tunasubiri nini? Tufe leo tuzikwe Baqi'.
Akatoka mtu mmoja, mtu mzima, akasema shekhe, mimi niko tayari lakini sio mwaka huu. Muulizeni huyu hapa alikuwepo. Mimi napenda nifie Bakie, nife Madina, nzikwe Bakie. Nimeridhika lakini usiwe mwaka huu. Nikamwambia mwaka gani? Bado kwanza shekhe, tunaweka mambo sawa. Naambia mambo gani? Wewe unatakiwa ufe leo uzikwe Bakie. Sasa na sie hapa vipi hali yetu? Hali yetu ikiwa tunakufa leo, akipenda Mungu tunakufa sasa hivi, mnaonaje? Msiniangalie vibaya. Mungu anaweka kila kitu mahala pake, na akikiweka usifikiri kapanga leo. Mpango wake watoka dunia haijaumbwa, siku fulani, saa fulani, mahala fulani kutatokea jambo fulani kumhusu fulani. Ratiba yote Mungu anayo na amepatia, sio? Amepatia. Juzi ukumbi wa Starlight, nilikuwa Starlight pale. Kongamano lilikuwa kubwa. Nikawaambia watu, sisi watu, na watu wa serikali walikuwepo. Nikawaambia sikilizeni, sisi watu tuna mambo dunia nzima tumekubaliana tunayataka. Sote. Hayo hakuna ambaye hataki. Na tuna mambo ulimwengu mzima hatuyataki kabisa. Tusiyoyataka yako mengi, lakini nataja mawili yatawatosha. Starlight imeambia watu, la kwanza ambalo tumepatana ulimwengu mzima hatulitaki kabisa, ila hatuwezi tu kuliondoa, lakini tungeweza bora liondoke, hatulitaki wote, ni kufa. Tumekubaliana dunia nzima hatutaki kufa. Nyinyi mnasemaje hapa? Hatutaki kufa. Msifanye hivi. Kama mtu yuko hapa anatamani kufa, aniambie mimi nimsaidie tu. Nina ushauri nikikupa, ukiusikiliza ushauri wangu utafia hapa hapa sasa hivi. Wewe sema tu ni mimi. Sogea hapa mbele yangu. Sasa hivi unakufa. Anakuja kufa. Anasema hivi baba yangu, mtu ufie darasani msikitini bwana, si ushapita? Maneno yake. Kafahamu vizuri kurusha mishale. Mwalimu akapenda kufanya fahari kwa watu. Kitu kizuri mtu akifanya, si anatamani watu wajue? Akatangazia watu, akawaambia inna tilmidhi hadha huwa amharu ahli dunia rimayatan. Huyu mwanafunzi wangu huyu ndiyo bingwa na hodari wa kupiga shabaha kuliko watu wa dunia nzima huyu. Fahal antum mujtamiuna, kusanyikeni mshuhudie. Watu wakaja uwanjani, wanakuja kushuhudia ufundi. Walipokuja watu, huyu mwanafunzi aliyefuzu shabaha akamchukua mwanawe wa kumzaa, akaenda kumsimamisha huko. Akachukua na tunda linaitwa batikh, watu wa Omani wanaita kuho, batikhi, tikiti maji, watermelon. Akaenda kuliweka juu ya kichwa cha mwanawe. Katengeneza kitu kidogo, akaweka tikiti maji kwenye kichwa cha mtoto wake. Watu wanasubiri kuona kitatokea nini. Akachukua upinde na mshale, akalenga shabaha. Analenga tikiti maji liko juu ya kichwa cha mtoto wake. Akapima vizuri sana shabaha. Na baadhi ya riwaya kisahihi zinasema wakana sahmu masmuma, ule mshale ulitiwa sumu. Mshale wenyewe una sumu. Amelenga vizuri ile bwana, mshale umekwenda vizuri sana. Akapiga tikiti tu, kichwa kiko salama. Yule shekhe mwalimu yule akawaambia watu, hal amantum bi, mmeniamini kama huyu mwanafunzi wangu ndo bingwa wa shabaha? Qalu la. Wakamwambia sio kweli, albatikhu kabiru, tikiti maji kubwa. Tikiti maji lote hili ana ubingwa gani? Tikiti lote hili. Akawaambia faktaru mashitum, chagueni mnachotaka. Kama tikiti maji ni kubwa, chagueni mtakacho nyinyi. Faktaru alburtukala, wakasema weka chungwa. Kama hodari eka chungwa. Bwana akatoa tikiti maji akaweka chungwa juu ya kichwa cha nani? Cha mwanawe. Amepima shabaha vizuri yule bwana, mshale umekwenda. Akapiga chungwa tu,
likaanguka chini, kichwa kiko salama. Akawauliza, je, mmekwisha amini kama huyu kijana ndio fundi kuliko wote? Wakamwambia la, walburtuqalatu kabira, na chungwa ni kubwa. Hatuamini, si chungwa kubwa, unaliona mbali sana chungwa. Jamani, chungwa kubwa kwenye kichwa cha mtu, mshale una sumu. Chungwa kubwa. Wakaambia basi fakhtaru mashitu, mchagueni mtakacho. Fakhtaru safarjala, wakachagua ndimu. Wale mashabiki wakaambia weka ndimu. Sasa hivi nzamu ya ndimu. Mzee wangu asema wanataka kumuua mtoto wa watu bure tu maskini. Yule bwana yule fundi akachukua ndimu wala bila uoga, akachukua ndimu akaenda kuweka kwenye kichwa cha mwanawe. Akaanza kupima hesabu, anaweka vizuri mipango, amelenga shabaha vizuri tu. Akaachia mshale, umekwenda mshale moja kwa moja mpaka kule. Ule mshale umepiga ndimu tu, chini ndimu, kichwa kiko sawa, hamna tatizo. Akawauliza tena, hal amantum, tayari mmeamini? Wakamwambia alana naam, sasa kweli. Kama kapiga ndimu, sasa hivi ni kweli. Jamani, mmeamini? Ambia naam, sasa ni kweli. Akaambia basi kama mmeamini, na nyie mmoja wenu hivi sasa akasimame kule, tuweke kiti maji kwenye kichwa chake. Mmoja hapa na nyie atoke, mmoja aende kule. Wakamwambia inna hadha al-lu'ba al-qabih il'ab ma'a auladika haula. Sikiliza bwana, huu mchezo wako wa ovyo cheza na hawa watoto wako mwenyewe. Huu mchezo kama mnapenda chezeni nyie wenyewe. Mie nakuulizeni nyie mlokaa hapa, hawa watu waliamini kweli hao? Huoni wanakataa kwenda kule? Wameamini kweli hawa? Wameona hasara ataipata yeye tu. Wewe wenyewe hataki hasara. Kwa hiyo wanajua kuna saa atakosea huyu. Si kweli au sio? Imani ya moyoni ndani ni tofauti na imani ya kwenye ulimi. Mimi siamini kama huyu mzee yuko tayari kufa saizi. Ana mambo mengi huyu mzee, anataka bado afanye, arekebishe, tena ya kumfurahisha Mungu. Ndio maana yuko hapa. Au sio? Na mimi wala sitaki afe. Mimi ukitaka mzee ufe ni kama wale wa Syria, badala ya wewe niletee mwanao. Kama Syria, lete mtoto wako hapa nimshauri, atakufa huko darasani. Mwenyezi Mungu amsaidie inshallah. Wa kana Allahu aliman hakima. Aya inofuata ni sawa na ile hapa nyuma, walaisati tauba, na sio toba ya kweli, si toba ya kweli. Lilladhina ya'maluna sayiati, kwa watu wanaofanya maovu mfululizo, hata idha hadhara ahadahumul mautu, mpaka kikimfika mmoja wao kifo. Yani maasi continuously, hakomi mtu, haachi mpaka anaingia kwenye sakaratil maut. Qala inni tubtu alana, ndio anasema jamani mimi natubia hivi sasa. Kifo kiko mlangoni, Israeli kashamuona anataka kutimiza wajibu wake, anasema inni tubtu alana. Hiyo toba Mungu anasema si toba ya kweli. Na nifahamu? Walalladhina, wala si toba ya kweli kwa watu ambao yamutuna wa hum kufaru, wale wanaokufa hali ya kuwa ni makafiri. Amekwenda mtu na maasi na ukafiri mpaka kifo kinamkuta angali kafiri, huyo kwa Mungu pia hana toba. Toba ikukute uko hai na muda bado unao, halafu urudi kwa Mungu kufanya toba kama hii tuliyosema huku nyuma. Unanielewa hivyo? Ulaika a'tadna lahum adhaban alima, watu hao ndio watu ambao tumewaagania wao adhabu kali, adhabu chungu, adhabu inayoumiza. Alima bimaana mu'lim, adhabu yenye kuumiza. Wazni faili bimaana ismul faili. Aliman ay mu'lim, adhabu yenye kuumiza. Tumeelewana hapo? Ikiwa tumeelewana mahala kama hapo, na hiyo ni aya nambari 18, nataka kusimama hapo hivi sasa. Niache nafasi ya kuuliza kidogo,
kwa kuwa leo insha Allah taala nitawahi kutoka. Mwenyezi Mungu atubariki darasa hili insha Allah.